Olá, boa noite, tudo bem? Bem, obrigado. Então, vamos continuar na nossa aula de conjugação de verbos em presente. Já fizemos o presente de verbo ar, ir, em presente, irregular. Depois, agora vamos entrar no verbo irregular, tá bem? Tukiendelea mbele na darasa letu la Kireno, tayari tupo katika present ambayo tumeshafanya verbu za aina tatu za ar na er na ir katika mfumo wa regular, tuseme mfumo maalum. Alafu tunaingia katika mfumo ambayo usiokuwa maalum wa irregular. Umefahamiana? Irregular ni verbu ambazo hazina mfumo maalum, ambao ule una mzizi wake tunaofuata tumeshafanya wa ar. Mfano ar tumesema unaondosha ar, unatia mtu wa mwanzo o, wa pili ash, a, amos, aish, au, am. Depois kuna er, o, esh, e, emos, eish, em. Kuna ir, o, esh, e, imos, ish, em. Tumefahamiana mpaka hapo? Hii ni verbu ya er na ir, ir. Okay, tukiendelea mbele na tupo hapo katika present ambayo tunatumia verbu za irregular. Irregular ni hivi ninavyotaka kusema kwamba tumesema za regular tushafuata mfumo wake. Hizi za irregular natakiwa mtu uzisome. Aidha nitaziainisha hapo, nitaziweka kama 2 3 au mpaka 10. Hizo utazitafuta mwenyewe in present, utaitafuta in present iko vipi na chambulika. Kwa hiyo uzijue verbu nyingi katika hali ya present, iko za regular au irregular, kwa sababu katika lugha zote zinatumika. O present tense unachambua verbu, lakini iko irregular haifuati regular. Kwa hiyo unaweza kuja kuizalimisha verbu iko irregular ukaichambua kwa regular, ukaona umezungumza sahihi, lakini sio sahihi. Ili usahihi wake ile regular itafute, japo inasumbua katika kuizungumza au kuichambua, maana yake itakuwa tofauti, lakini jitahidi hivyo ni lugha unasoma. Kwa mfano ukichukua katika regular verbu imeandikwa vir maana yake kuja, vir kuja. Ukichambua mtu wa mwanzo eu, venyu, umeona imeondoka katika mzizi kabisa, imekuja venyu. Mtu wa pili kaja vens, eu venho, tu vens, ele, ela, vem. Nós vimos, vós vindes, ele, ela, vem. Umefahamiana mpaka hapo? Ilivyo change, yani imebadilika. Hiyo ndio irregular, kwamba haitofuata ule mzizi kama ilivyo. Imekuja venue, kuna venho, venue, mzizi umeondoka kabisa. Kwa hizi ni irregular, unapaswa kuzijua, kuzisoma hali ya present yote na verbu nyinginezo. Lakini tukihama present, ina maana verbu nyingi ushazijua zilikuwa za regular na irregular in present. Tukiingia verbu zile katika past, unatakiwa uzijue katika past zinachambuliwa vipi. Tusitumie sana tu verbu za zinasema verbu modal kama za verbu saidizi. Nataka kwenda, wewe unatakiwa ile kwenda uichambue katika hali ya present. Kwa hiyo hiyo ni vir, kuja. Vir kuna nyingine ver, tuseme ver, kuona, ambayo imefanana kidogo tu katika spelling hapo. Kuna vir na ver. Ver mtu wa mwanzo anasema vejo, eu vejo, você vês, ele, ela vê, nós vemos, você vedes, au vós edes, os vedes, eles, elas vêm. Kuna vem. Umefanya mpaka hapo? Maana kiziko hii ver na vir kama hujazisoma, ukizichukulia tu hivi na kwa tabu. Kwa mfano kama hapo vimos, maana yake tunakuja, lakini huko kuna vemos, tunaona. Zimetofautiana kidogo tu hapo.
Kwa hiyo hizi ili zielewe kitu gani nakizungumzia, usije kusema vimos kama tunakuja, tunaona kumbe vimos tunakuja, au kasema vemos tunakuja kumbe vemos tunaona. Kwa hiyo hizi verb uzifanye kuzichambua na kuzisoma ama na kuziandika. Umefahamiana? Kwa hiyo tukisema vir kuja, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vocês ou vós vedes, eles vêm. Ver kuona, eu vejo, você vê, tu vês, ele vê, nós vemos, você vedes, eles veem. Tumefahamiana mpaka hapo? Tukija kwa huko Brazil, anasema eu venho, você, ele, ela vem, nós vimos, vocês, eles, elas vêm. Vem wanakuja. Katika vabu ya vir, vabu ya ver kuona, Português Brasil, anasema eu vejo, você, ele na ela. Watu watatu hao wanatumia ve. Ve. Nós vemos, vocês, eles, elas veem. Wanaona. Hii ni mchambuko wa Brazil na ule tulopanda mwanzo ni wa Portugal. Kwa hiyo hii ni uchambuzi wake. Present tunaomba sana mtu azisome hali ya kuwa ya regular na irregular. Mfano vabu ir. Ir maana yake to go, ir, ir, to go. Eu vou, na kwenda. Imebadilika katika vir, imekuja eu vou. Vocês, tu vais. Ele, ela vai. Nós vamos. Vós ides. Eles vão. Tumefahamiana? Hiyo ni vabu ya ir. Kwa Brazil wanasema eu venho, eu vou, você, ele na ela vai, nós vamos, vocês, eles, elas vão. Wanakwenda. Kuna vabu nyingine vile vile unaweza kuchambua querer, to want au kutaka, querer. Eu quero, tu queres, ele, ela quer. Nós queremos, vós quereis, eles, elas querem. Kwa Brasil, unaweza kusema eu quero, você, ele, ela quer. Nós queremos, vocês, eles, elas querem. Iko hali kama hiyo hapo. Kwa hiyo nasisitiza sana, narejea tena hizi vabu katika present. Present hajamaliza, maana yake ipo vabu za regular za ambazo ziko za r, za r na er na ir, jinsi zinavochambuka. Alafu vabu hizo ziko irregular, mfano wake kama huu nilotoa. Irregular na maana zina change tofauti. Kwa hiyo usihame tu present ukarukia tense nyingine bila hii kuipitilia kwa sana, ili uweze kuzungumza vizuri, uwe mzuri katika uchambua vabu kila tense ambayo unaweza kuchambua hivi. Kija past yake hii iko regular, au hii present iko irregular lakini past iko regular, au past iko regular present iko irregular. Yani kitu kama hicho hapo unaenda nacho mbio, unafukuzana nacho mpaka uelewe jinsi gani kuchambua verb in present, hali ya regular na irregular. Tumefahamiana mpaka hapo? Kwa hiyo hii ni present ya verb ya irregular ambayo tunasoma leo, ambayo napenda kusema sana watu wajitahidi kuzitafuta verb hizi. Nifanya mimi ni chache tu, yani za kuendesha kipindi ya kuonesha mfumo jinsi gani verb zinachambuka, lakini unatakiwa uzichambue mwenyewe upate at least verb 20 au 10 zilikuwa kwa hali ya present, ambazo za irregular uzende mbio. Asanteni, muito obrigado, adeus.